Hebu tuingie sasa tuone fafanuzi kuhusu yule kahaba mkuu ambaye anakumbukwa kwa pigo la 7 kiasi cha kumpatiliza hasira ya Mungu iliyomfanya agawanyike mafungu matatu, yaani kutenganishwa kwa serikali ambayo ni joka, na upapa ambao ni mnyama, na uprotestanti ulioanguka na Marekani ambao ni nabii wa uongo. Yule kahaba mkuu anaonekanaje? Kitabu cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa 1 hadi 6. Kile ambacho hatutapata nafasi ya kukifasiria kwa wakati huu, tutafikia wakati wa kuweza kukifasiri wakati wake utakapofika. Tusome pamoja Ufunuo sura ya 17 mstari wa 1 hadi 6, nayo inasema: Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya dhambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha samani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Mapigo haya ya mwisho yanakuja sababu ya madanganyo aliyoyafanya huyu mwanamke aketie juu ya maji mengi akiwa juu ya mnyama. Na kabla ya kujua huyo mwanamke ni nani, yafaa tuone kwanza huyo mnyama anayemchukua ni nani. Miongoni mwa wale malaika 7 waliotumwa kuyaleta mapigo 7 duniani, kulikuwa na mmoja aliyeitangaza hukumu ya kahaba yule mkuu, ambaye amesambaratika kama mji na kugawanyika kwa sehemu 3, yaani kutenganishwa kwa joka na mnyama na nabii wa uongo. Sasa huyu malaika anaposema atamuonesha Yohana hukumu ya yule kahaba, ni kusema atamuonesha azimio au uamuzi unaochukuliwa kwa ajili ya kahaba huyo, yaani mji huo. Ufunuo 17 ina sehemu 2, nazo ni zifuatazo. Sehemu ya kwanza ni aya ya 1 hadi ya 6, yatuonyesha hali ya yule mwanamke na matendo yake wakati alipokuwa ameungana na huyo mnyama, na hii tutaiona baadaye. Lakini sehemu ya pili ni tangu mstari wa 7 hadi wa 18, inayotutolea matafsiri ya matendo ya huyo mwanamke ambayo yanahusiana na muungano wake na huyo mnyama. Basi tumekwisha kuona sehemu ya kwanza inayotufunulia muonekano wa huyo mwanamke. Kwa hiyo tutaenda na sehemu ya pili inayotupatia matafsiri ya matendo na muonekano wake. Sasa tutaanza kwanza kwa hii sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza tena tutairudia katika kipindi tutakachokiona katika somo lijalo, kitakachokuwa kinahusika na kwa nini mwanamke huyu kaitwa Babeli. Sasa twende tuangalie huyu mnyama anayemchukua mwanamke huyu ni nani. Kama tulivyojifunza katika tulipokuwa katika ikulu ya Babeli katika Danieli sura ya 7 mstari wa 17, tuliona kuwa mnyama ni utawala, ni ufalme, tena ni mamlaka. Yaani mnyama anaweza kuwakilisha utawala, mnyama anaweza kuwakilisha ufalme, mnyama anaweza kuwakilisha mamlaka. Danieli sura ya 7 mstari wa 17 inasema, wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Na hapo kumbe tunapata funguo ya kuingia ili tupate kuelewa nini maana ya huyu mnyama anayemchukua huyu kahaba. Baada ya Yohana kustaajabu alipomwona yule kahaba, malaika alimsaidia kwa matafsiri. Ufunuo 17 mstari wa 8 nayo inasema, kwa sababu malaika alimsaidia kwa mtafsiri asije akaingia katika kutokuelewa
kwa hayo ambayo anakuwa akiyaona. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 8 nayo inasema, yule mnyama uliyemuona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakaao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watamstaajabu wamuonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako, naye hayuko, naye atakuwako. Unasikia kauli hiyo? Malaika anaanza kumwambia Yohana ya kwamba huyu mnyama ambaye wewe unamuona, usistaajabu utakapomuona, kwa sababu wengi watakapomuona jinsi alikuwako, tena hayuko, tena atakuwapo, watashangaa. Na wengi wale ambao watakaoshangaa na kumsujudu na kumstaajabia ni wale ambao majina yao hayakuandikwa ndani ya kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ikimaanisha ya kwamba huwezi kuenda kumwabudu huyu mnyama ikiwa kweli wewe utaokolewa. Lakini ikiwa utangangania kufanya ibada kwa huyu mnyama, itamaanisha wazi ya kwamba wewe huna wokovu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 1, wa 3 na wa 8 nayo inasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Mstari wa 3, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule, na watu wote wakaao katika nchi juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Unaona, Ufunuo 17 mstari wa 8 inasema wale ambao watamsujudu yule mnyama watamshangaa kwa sababu alikuwako naye hayuko tena atakuwako, ni wale ambao majina yao hayakuandikwa ndani ya kitabu cha uzima cha mwana kondoo ambaye alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lakini vile vile Ufunuo 13 mstari wa 8 nayo inasema pia ya kwamba wale wote wakaao duniani watakaomsujudu ni kila mtu ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ikimaanisha ya kwamba neno la Mungu linarudia vile vile ya kwamba mnyama anayemchukua mwanamke huyu atakapoabudiwa, kila atakayemwabudu atakuwa akijitangaza wazi ya kwamba yeye si raia wa ufalme wa mbinguni. Sasa tuangalie kile kinachotafsiriwa kwa nuru ya sura ya 13 ya kitabu cha Ufunuo. Kwa nuru hii ya sura ya 13 ya kitabu cha Ufunuo inathibitika kuwa huyu mnyama anayemchukua mwanamke huyu wa Ufunuo 17 ni yule mnyama wa Ufunuo 13, yaani utawala wa upapa. Ina maana kwamba huyu mwanamke tutamtafutia mahali ulipo utawala wa kipapa, na tunajua kuwa upapa una makao yake makuu ni Roma. Yatubidi kuona sasa kama huyu mwanamke ni nani na kama kwa kweli yuko Roma. Hakikisho linakuwa katika siri ya vichwa 7, siri ya vichwa 7 ambavyo ni vichwa vya huyo mnyama ambaye anamchukua huyo mwanamke. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 9 na mstari wa 10 inasema, hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vichwa vile 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo, navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka na mmoja yupo na mwingine hajaja bado, naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Zingatia tena maneno haya, yaani hivi vichwa 7 vya mnyama anayemchukua yule mwanamke vina matafsiri mawili. Tafsiri la kwanza ni kwamba vile vichwa 7 vinawakilisha milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Ile ni tafsiri ya kwanza. Na tafsiri ya pili inasema ya kwamba vile vichwa 7 ni wafalme 7 ambao hawajapokea ufalme bado. Na hivi tutaviangalia
ili tupate kuelewa. Na hapa kwanza tunaenda na sehemu ya kwanza ya maana ya vile vichwa saba. Ninarudia tena shairi la Ufunuo 17 mstari wa 9 na wa 10. Hapa ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa saba ni milima saba anayokalia mwanamke huyo. Mstari wa 10. Navyo vile vichwa saba ni wafalme saba, watano wamekwisha kuanguka, na mmoja yupo na mwingine hajaja bado, naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Sasa tuende kwa tafsiri ya kwanza, kwa sababu ile tafsiri ya pili inaonekana ya kwamba watakuwa ni wafalme saba. Miongoni mwa wale saba, watano wamekwisha kuanguka, yaani hawapo tena, wamekwisha kupita, na miongoni mwa wale wafalme saba mmoja yupo, yaani ule mmoja alikuwepo wakati Yohana alipokuwa akiandika, na mwingine ambaye ndiye wa saba hajaja bado. Lakini ule wa saba atakapokuja hatakaa muda mrefu, atakaa muda mchache. Sasa twende kwa vile vichwa saba ambavyo vinawakilisha milima saba anayokalia mwanamke huyo. Jambo la kwanza la kuzingatia ni kwamba vile vichwa saba ni milima saba ya jiji linalomweka mwanamke huyo. Vichwa saba ni milima saba ya jiji linalomweka mwanamke huyo. Katika dunia nzima ni mji wa Roma peke yake unaozungukwa na milima saba. Ninarudia tena ili nikuambie, na wende ufanye utafiti na uchunguzi mwenyewe, utagundua katika dunia nzima, pembe nne za nchi, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, hakuna popote utakapokuta jiji linalozungukwa na milima saba isipokuwa Roma. Na hiyo milima inajulikana kwa majina, na kwa sababu ni Roma, majina yake yanakuwa katika Kilatini, lakini pia tutakuwa tunayarudia katika Kifaransa kwa wale ambao wanaweza kuitafuta. Mlima wa kwanza unaitwa Palatino katika Kilatini au Palatin katika Kifaransa. Mlima wa pili unaitwa Campidoglio. Mlima wa pili unaitwa Campidoglio katika Kilatini, na Wafaransa wanakiita Capitole. Mlima wa tatu unaitwa Aventino na Wafaransa wanaitwa Aventin. Mlima wa nne unaitwa Celio au Celio na Waswahili Wafaransa wanaita Celius au Kelius. Mlima wa tano unaitwa Esquilino na Wafaransa wanaita Esquilin. Mlima wa sita unaitwa Quirinale na Wafaransa wanaita Quirinal. Mlima wa saba na ndio wa mwisho unaitwa Viminale na Wafaransa wanaita Viminal. Yaani hii milima saba ndiyo alama tosha ya kuonyesha ya kwamba kumbe mwanamke huyu tunayemzungumzia ya kwamba ni kahaba, tusimutafutie katika mji wa Bukavu, wa Bujumbura, wa Kinshasa, wa Nairobi, wa Dodoma, wa Morogoro, tusimtafutie katika mji wa Kampala, tusimtafutie katika mji wa Delhi, tusimtafutie katika mji wa Tokyo, wala tusimtafutie katika mji wa Yerusalemu. Tusimtafutie katika miji yoyote isipokuwa mji wa wapi? Mji wa Roma. Ikiwa umenifuata kwa njia hiyo, hebu twende sasa tuangalie padri mmoja wa Kikatholiki ambaye aliyekuwa akiongoza Bukavu alipokuwa hai, ambaye sasa ni marehemu, ajulikanaye kwa jina la Emmanuel Kataliko. Anasema yafuatayo katika Biblia aliyoitafsiri tarehe 30 ya Agosti mwaka wa 1998, ukurasa wake ni wa 2552. Yaani wenyewe wanataka kutafuta uhakika wa hiki ninachokisema, mtafute ile Biblia nyekundu, Biblia ya rouge kubwa ambayo ilitafsiriwa na Monseigneur Kataliko. Mtaangalia 2552e page, yaani ukurasa wa 2552, na ile Biblia ilitafsiriwa le 30 août 1998. Emmanuel Kataliko Monseigneur anasema hivi:
vile vilima 7, milima 7 ya mji Roma. Aha. Huo ni ushuhuda wa padri wa Kikatoliki, na hapo hatuna haja ya kubishana naye katika jambo hili tena, kwa sababu yeye ndiye Mkatoliki na anatuambia kahaba mkuu tusimtafutie popote, kwa sababu milima hiyo 7 tafadhali inazunguka mji Roma, ni milima 7 ya mji Roma, na tayari tumekwisha kuona majina yake. Sasa ni kusema huyu mwanamke asitafutiwe mahali pengine, bali anakaa Roma. Na huyu mwanamke anayekaa Roma na kutegemea upapa, bila shaka ni kanisa la Katoliki la Kirumi, kwa sababu mwanamke katika unabii anawakilisha kanisa. Mungu anafananisha mwanamke na kanisa. Angalia Isaya 54 mstari wa 5 hadi 6, nayo inasema, kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote, maana Bwana amekuita kama mke. Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana wake atupwapo, asema Mungu wako. Unaona ya kwamba Mungu anafananisha mwanamke na nini? Na kanisa. Lakini angalia, kundi la wale wanaomwamini wanaitwa pia mwanamke bikira. Wale ambao wanaomwamini Kristo wanaitwa mwanamke bikira. Kitabu cha Hosea sura ya 2 mstari wa 19 hadi 20 inasema, nami nitakuposa uwe wangu, yani nitakuchumbia, nitakuposa uwe wangu kwa milele. Naam, nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa ufadhili na kwa rehema. Nami nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua Bwana. Wakorintho wa 2 sura ya 11 mstari wa 2, Paulo anaonyesha namna gani tutaposwa. Maana na waonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Kumbe Hosea sura ya 2 mstari wa 19 hadi 20 inaposema ya kwamba nitakuposa kwa uaminifu nawe utamjua Bwana, nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa ufadhili na kwa rehema, hii inamaanisha wazi ya kwamba tutakapokuwa tukihubiriwa maneno ya Mungu na watu wa Mungu, mitume wa Mungu watakapokuwa wakihubiri maneno ya Mungu, mitume wa Mungu watakapokuwa wakihubiri kile ambacho ni cha kweli, lakini sisi tunakiona hatukiamini, inamaanisha ya kwamba sisi si watu wa Mungu. Lakini tutakapokuwa tukihubiri maneno ya Mungu, tutakapokuwa tukihubiriwa tafadhali maneno ya Mungu, tutakapokuwa tukihubiriwa kile ambacho ni cha kweli na tunakikubali, pale tutakuwa tunajiorodhesha miongoni mwa bikira wa Mungu, kwa sababu yeye Paulo na wengine mitume na manabii wametuposea mume mmoja, na yule mmoja ni Kristo Yesu, ambaye anaomba atuoe sisi, atulete kwake mbinguni katika harusi ya mwana kondoo, tukiwa sisi ni bikira, tena bikira walio safi. Na ule bikira aliye safi anaonekana namna gani? Bikira aliye safi anaonekana katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 1, wa 6 na wa 17, nayo inasema, na ishara kuu ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya uzao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Huu ni unabii wa Ufunuo sura ya 12 ambao tayari tulikuwa tumeumaliza mimi na wewe. Kumbuka ya kwamba tuliona ya kwamba mwanamke anayevikwa jua ilikuwa ikimaanisha Mungu mwenyewe na Yesu Kristo, ambao ndio mwanga wa ulimwengu, ikijumuika na kujifunua katika Agano Jipya. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu ya mwanamke, ni kusema ni kanisa ambalo lilianza kushika Torati, lilianza kushika Agano la Kale ambalo ndilo kivuli cha Agano Jipya. Agano la Kale ambayo inawakilishwa na mwezi namna unavyochukua nuru ya jua, vile vile Agano la Kale linachukua ukweli wa Agano Jipya na kuujulisha wanadamu. Ni kusema kanisa hili la kweli ni lile kanisa linalofundisha Agano la Kale na Agano Jipya, wala halibagui kwamba Agano Jipya ndilo la maana au Agano la Kale ndilo la maana, bali linachanga na kuwafundisha watu wake agano zote mbili. Hayo maagano yote ya Kale na Jipya yanajumulisha, yanawakilisha kanisa
kanisa la kweli. Lakini pia ana taji ya nyota 12, ni kusema hili kanisa litakuwa kanisa litakaloshinda. Ndilo kanisa litakalomshinda mnyama na sanamu yake. Ndilo kanisa litakaloshinda shetani na malaika zake. Ndilo kanisa litakaloshinda kweli uongo wote wa dunia huu kupitia kweli yake. Lakini kwa sababu yule mwanamke ambaye ni bikira atachukiwa na dunia nzima, utawala wa kipapa pamoja na kanisa lake la Kikatoliki la Kirumi watafanya njama za kuanza kuliwinda hili kanisa, lakini Mungu atalifanya kwamba likimbilie nyikani. Mwanamke kukimbilia nyikani ni pale ambapo Wakristo wa Kiprotestanti walipokimbia mauaji ya utawala wa Kikatoliki, wakakimbia katika milima mikubwa ya Ulaya kule ambako hakuishi watu, wakakimbia pia katika nchi ya Marekani ambako kulikuwa kuna watu wachache sana. Ndio maana inaitwa nyikani. Mahali palipo maji mengi ni mahali palipo watu wengi, na mahali palipo udongo au nyika ni mahali pasipokuwa na watu wengi. Mahali ambapo panapokuwa na udongo pakavu panakuwa ni mahali pasipo watu wengi, na mahali ambapo pana jangwa ni kusema pasipokuwa na watu. Na kule kote kanisa la Mungu lilikimbilia huko. Na hiyo ndiyo maana ya mwanamke kupewa mabawa ya tai akakimbilia nyikani. Na Mungu aliwalisha huko muda wa siku 1260. Siku 1260 tuliona ya kwamba ni miaka 1260 ambao ni halisi, kwa sababu siku moja katika unabii ni mwaka mmoja halisi. Sasa zile siku 1260 ni miaka 1260 ambao ilianza mwaka wa 538 hadi mwaka wa 1798. Na hii tuliona wazi kwa urefu, na Mungu akitujalia tena tutapitia mambo kama hayo. Sasa huyu mwanamke atakimbilia nyikani, lakini atapitia majaribu mengi sana ambayo itawafanya wachache tu ndio wasalie, na wale watakaosalia nitakuwa ni kanisa la wakati wa mwisho, kanisa la siku za mwisho, na hao wataitwa masalio, waliosalia. Hili kanisa la waliosalia hautalitambua kwa kufanya mazingaumbwe, hautafanya maji ili ulipate, wala hutalijipendekeza eti utaona tu kanisa linalojiita kanisa la Yesu Kristo, kanisa la Mungu, kanisa la Bwana Yesu, kanisa la Yesu, wewe utalitambua kwa vigezo viwili. Kigezo cha kwanza, watakuwa ni wale wanaozishika amri za Mungu, na kigezo cha pili, watakuwa na ushuhuda wa Yesu ambao ni maandiko yote aliyoyasema Kristo, ambayo anawapatia imani kama imani ya Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo naye aliamini kwamba ni Biblia ndio inayomshuhudia. Ukiangalia kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 39, Yesu anasema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ya kuwa ndani yake mna uzima wa milele, na hayo ndio inayonishuhudia. Na hapa wanapotuambia kwamba wanashika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu, ni kwamba wanashika amri za Mungu na wanaamini Biblia tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Na Yesu ndivyo alivyoamini. Ndio maana Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12 inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wale wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kuwa na imani ya Yesu ni kusema kuamini neno la Mungu ambalo ni ushuhuda wa Yesu, kama Yesu Kristo naye alivyoamini. Hilo ndilo kanisa la kweli, na hakuna lingine zaidi ya hilo. Hata kama tunachanja chini kunatoka damu au kutoke maziwa, tujue ya kwamba ukweli ni ukweli. Hakuna kanisa mbili ulimwenguni. Kanisa la kweli ni moja ulimwenguni, na lile kanisa la kweli ndilo lile ambalo yeye Paulo alilisema katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 na 32, ambayo inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Hakuyapenda makanisa, bali alilipenda kanisa kana kwamba ni moja. Hakuyapenda kama kanisa kana kwamba ni mengi, bali alilipenda kanisa kana kwamba ni moja. Akajitoa kwa ajili yake. Hakujitoa kwa ajili yazo, bali alijitoa kwa ajili yake. Mstari wa 32 nasema, siri hii ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa, si Kristo na makanisa. Sasa tuangalie lile kundi la wasiomwamini Yesu linaitwaje katika Biblia. Kundi la wasiomwamini Yesu linaitwaje katika Biblia? Pengine msikilizaji wangu utajiuliza, namna gani kundi la wasiomwamini Yesu linaitwaje kundi la wasiomwamini Yesu? Si kwamba hawamwamini Yesu, bali wanamwamini Yesu bandia. Na ndio maana tunasema ya kwamba hawamwamini Yesu kwa sababu walimuasi Mungu
Na hao sasa, lile kundi la wale wanaomuasi Mungu, Mungu anawaita kanisa kahaba. Maandiko yanaonyesha mambo yanayofanya kwamba kanisa lake lije na kuitwa kahaba. Wakati kanisa la Kirumi liliacha Bwana wake Yesu Kristo likajiunga na upagani, hapo ndipo lilifananishwa na mwanamke anayelala na mwanamume asiye wa ndoa yake. Angalia kitabu cha Ezekieli sura ya 23 mstari wa 1 hadi 6, tutaunganisha na mstari wa 8, nayo inasema: Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, palikuwa na wanawake wawili, binti za mama mmoja, nao walizini huko Misri. Walizini wakati wa ujana wao, huko vifua vyao vililemewa, na huko waliyabana matiti yao ya ubikira wao. Na majina yao, mkubwa aliitwa Ohola na umbu lake Oholiba. Wakawa wangu, wakazaa wana na binti. Na katika hayo majina yao ni Samaria ni Ohola na Yerusalemu ni Oholiba. Unaona, wakati ambapo kanisa la Mungu, wakati ambapo Yerusalemu walimuasi Mungu, ambao Mungu anawaita ni Ohola, na wakati ambapo Samaria walimuasi Mungu, Yerusalemu ambao walimuasi Mungu, Mungu anawaita ni Oholiba, na Samaria walipomuasi Mungu, Mungu anawaita ni Ohola. Samaria walipomuasi Mungu, walipokuwa wakiitwa Ohola, wakashikamana na miungu ya Waasiria na wakapelekwa Asuria. Na Waasuria walipowapeleka, wakawapeleka utumwani, kiasi kwamba wakawamaliza kabisa kabila 10 ambazo zilikuwa zinaitwa Israeli, zikiwa na makao yao makuu Samaria, zikapelekwa Shamu. Washami waliwasumbua na wakawavamia, na kiasi kwamba waliwazingira muda wa miaka ya kutosha, mpaka wakafikia hatua ya kuteswa na njaa, kiasi cha kuanza kula hata watoto wao. Na huku kuvamiwa na wale Washami hakukuishia hapo, mpaka pale wakafikia hatua ya kuoana nao, kitu ambacho kilikuwa ni mwiko kabisa kwa Waisraeli. Na wakazaa watoto wengine ambao wakachukiwa hata na Wayahudi, kwa sababu hao wakaitwa sasa ni Wasamaria. Na hii taifa 10 la Israeli kutoka na kwenda kujiunga na kikahaba, kujiunga kwa kuabudu miungu mingine na sanamu za Waasuria, Washami, hii ikaonyesha wazi ya kwamba wamezini. Mungu anasema ya kwamba vifua vyao vililemewa, kiasi kwamba waliyabana matiti ya ubikira wao. Na naamini ya kwamba hilo mnalielewa vizuri namna neno la Mungu linavyosema, kwa sababu wewe binti ukianza kupana matiti yako yachezewe, ni kusema tayari umeingia katika uwanja wa ukahaba, na ubikira tayari unakukimbia. Na ndio maana wakati ambapo kanisa anza kuacha mafundisho ya Kristo na kuanza kujiunganisha na mafundisho ya kipagani, mafundisho ya mila na desturi za mbali za kipagani, pale Mungu anasema ya kwamba tayari lile kanisa nalo limezini. Sasa sikiliza, mstari unaofuata anasema ya kwamba Yerusalemu nao ambaye ni Oholiba naye alizini. Ni pale wakati ambapo Yerusalemu walikuwa wanaanza kujiunganisha na Misri na kufata desturi za Misri, Mungu akatuma Nebukadreza ili aweze kuchukua Wayahudi na kuwapeleka Babeli, kwa sababu tayari walikuwa wamezini. Walikuwa wameachana na Mungu wao, wanaingia katika miungu mingine, na Mungu akawapeleka wote utumwani. Yerusalemu wakaenda Babeli na Samaria wakaenda Ashuru. Mstari wa 5. Na Ohola alifanya mambo ya kikahaba alipokuwa wangu, naye alipenda mno wapenzi wake wa Ashuri jirani zake. Unaona, Ohola ambaye alikuwa ni Samaria alifanya mambo ya kikahaba, akawapenda wapenzi wake ambao walikuwa ni Waashuri, watu wa Ashuru jirani zake, kama vile tulivyoangalia nilivyokuambia kwamba Waashuru waliwapeleka, na hii ikamkwaza Mungu. Ndio maana unakumbuka Yesu na mwanamke Msamaria walipokuwa wakizungumza, wakati mwanamke Msamaria aliposema sisi baba zetu waliabudia kwenye mlima huu, Yesu akasema kuna wakati ambapo hamtaenda kuabudia tena Yerusalemu wala katika mlima huu, bali kila mtu atamwabudu Mungu katika roho na kweli. Roho na kweli. Si kwamba tuende Yerusalemu. Yerusalemu leo hakuna Mungu.
Yerusalemu hapa katika hii nchi ambayo inaongozwa na mwanadamu ambaye wanapigana leo katika mwaka huu wa 2026 wanapigana Irani pamoja na Israeli. Si hao Israeli wanaopigana ambao Mungu ni Mungu wao, hapana. Na kuna watu ambao ni maskini ya Mungu, hawasiojua kitu katika maandiko, wanasema wanamwomba Mungu, basi Mungu uwakumbuke taifa lako Israeli, Irani ambayo inawapiga. Nani kakwambia hiyo ni taifa la Mungu linalopigwa? Taifa la Mungu tayari liko kwenu na liko hapa na liko mahali pote, kwa sababu wale Waisraeli wa kimwili walimkosea Mungu. Oholiba akazini Yerusalemu, akapelekwa Babeli. Ohola akazini Samaria, akapelekwa Ashuru. Na Mungu akawaambia kwamba watasambaratika katika dunia nzima. Ukiingia Marekani utakuta wale wanaume wenye akili kubwa ni wale Waisraeli waliosambaratika. Utawakuta wanaounda vitu vikubwa vikubwa ambao wanafanya mambo ya kushangaza shangaza katika akili, kwa sababu Mungu alikuwa amewajalia akili ya kuzaliwa ya kimwili. Utawakuta watu ambao wanakuwa na mabidukaduka makubwa makubwa katika Afrika ni wale wanakuwa miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa, huku wakitembea tembea na hiyo laana ya kuwatupilia ya kwamba watasambaratika katika dunia nzima. Lakini Israeli wa kweli ni wale ambao miongoni mwao watakubali kwamba walikosea wakatubu, na wale ambao miongoni mwa wasio wa Israeli wa kimwili nao watakubali ya kwamba walipotea wakarejea wakajiunga na Yerusalemu ya kiroho. Angalia mstari wa 6 inasema, nitaanza tena mstari wa 5 na wa 6 niunganishe. Na Ohola akafanya mambo ya kikahaba alipokuwa wangu, naye alipenda mno wapenzi wake wa Ashuri jirani zake, waliovikwa samawi, maliwali na mawaziri, wote vijana wa kutamanika, wapanda farasi wakipanda farasi zao. Unaona? Mstari wa 8 sasa. Wala hakuyaacha mambo yake ya kikahaba tangu siku za Misri, kwa maana wakati wa ujana wake walilala naye, wakayabana matiti ya ubikira wake, wakamwaga uzinzi wao juu yake. Zingatia maneno haya, kwa sababu haya yatatusaidia kesho tutakapoingilia mafunzo ya namna gani huyu kahaba mkuu anawanywesha watu mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Huyu anayezungumziwa katika mstari wa 8 sasa ni Oholiba ambaye ni Yerusalemu. Yerusalemu naye hakuacha mambo yake ya kikahaba tangu huko Misri. Kumbuka ya kwamba Ohola ambaye ni Samaria alizini na Waashuri ambao wakampeleka utumwani Ashuru. Vile vile huyu Yerusalemu akazini na Misri, na mpaka wakati Babeli walitaka kuja kuwachukua wakakimbilia Misri, wakatafuta wasaidiwe na Misri. Sasa Babeli akapiga na Yerusalemu akapiga na Misri, wote akawatia njia moja. Na ndio maana Mungu anasema wazi ya kwamba Yerusalemu wakati huo alipokuwa angali kijana na Yesu amemchagua kama wake, walilala naye, wakayabana matiti ya ubikira wake, na wakamwaga uzinzi wao juu yake. Maneno haya matatu ni kwamba kule kulala naye ni kuchangia mahusiano, mila na desturi pamoja naye. Wakabana matiti ya ubikira wake. Chunguza binti, matiti ya mwanamke ambaye amekwisha kumjua mume na matiti ya bikira ni vitu viwili tofauti, kwa sababu kila mwanamke anayemjua mume atazaa mwana na mwana atanyonya hayo matiti, lakini bikira yeye matiti yake yangali yanasimama kama mlima Sinai na hakuna mtu ambaye anayagusa. Sasa Yerusalemu akafanya kwamba wa Misri wayabane hayo matiti yake. Kuyabana hayo matiti ni kwamba wao ndio wakamtawala Israeli, wakamuongoza, akawa ndiye tegemeo lao. Wakawa ndio tegemeo lake. Lakini cha kushangaza ni kwamba walimwaga na uzinzi wao juu ya Yerusalemu, ikimaanisha ya kwamba kama vile mwanamume anavyomwaga uzinzi wake juu ya mwanamke, vile vile wa Misri walikamata mila na desturi zao zote za kipagani wakazimwaga Israeli. Ndio maana uliona Waisraeli walipotoka Misri, wamoja walikuja na ule uchu
wa Misri wakaanza kulilia, oh nyama, oh vitunguu saumu, na samaki, oh na matikiti, oh na hiki na kile. Tunakumbuka sufuria zilizokuwa ndani nyama, oh na hai, oh. Hayo yote yalikuwa ni nini? Wanalewa kwa huo uzinzi ambao walimwangwa juu yao. Kumbuka vile vile wale waliotoka Misri ni Yoshua na Kalebu tu ndio waliofika Yerusalemu. Kwa sababu gani? Hao ndio hawakuweza kushikwa na ule uzinzi ambao ulimwangwa kutoka kwa Misri kuingia katika Yerusalemu, ambao walikuwa ni watu wake Mungu. Hiyo tu ni mifano, kwa sababu walienda kupelekwa Babeli baada ya kutoka Misri. Ni kusema ule uzinzi wa Misri uliendelea kuwa nao, kwa sababu ukisoma hata kitabu cha Matendo ya Mitume, hata kama sikuiandaa, Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 38 hadi 37 inasema, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai. Tena pamoja na baba zetu ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali, na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Kumbe wana wa Israeli hata walipokuwa wakitoka Misri wakiongozwa na Yoshua, walikuwa pamoja na Kristo ambaye ndiye aliyekuwa mwamba uliowaongoza, kama Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4 inavyozungumza. Kristo alikuwa pamoja nao, pamoja na kanisa lake Israeli ikitoka Misri kama kanisa la Mungu. Ilikuja ikiwa na Yesu jangwani, lakini walikuwa na Yesu kimwili, na kwa mioyo yao wako wapi? Wako Misri. Huo uzinzi ulikuwa umekwisha kuwa tayari. Ndio maana mwanamke ambaye amekwisha kulala na mwanaume asiye wake, hata kama atakuwa mwaminifu tena kwa mume wake, roho yake itakuwa ikimkumbuka yule mwanaume aliyelala naye, moyo wake utakuwa ukimlinganisha mumewe na yule mwanamke na yule mwanaume aliyemwanga uzinzi wake juu yake. Ndio maana Mungu anasema Yerusalemu alimchukiza naye sana, kwa sababu tangu siku za Misri alikuwa katika ujana wake, lakini akalala na Misri, akabaniwa matiti yake na Misri, tena yalikuwa ni matiti ya ubikira, tena akamwangiwa uzinzi juu yake, tena uzinzi wa wapi? Wa Misri. Ndio maana utaona hata Wakristo wanaojidai ya kwamba ni Wakristo wanang'ang'ania kuvaa pete za harusi. Zile pete za harusi ni desturi waliotosha Misri. Wanang'ang'ania, watu wanaoitwa watu wa Mungu wanang'ang'ania kuvaa pete za masikioni na puani na midomoni na hata kwenye vitovu. Zile ni desturi za Misri. Desturi za Misri ndizo zile za kuvaa mapete midomoni, mikononi, masikioni, na hata vidoleni, hata shingoni wanavaa vikuku. Hizi zote ni desturi walizozitosha wapi? Misri. Na hizi zikawafanya waingie nazo katika mji wao mtakatifu Yerusalemu. Hata wale waliozaliwa njiani walienda wakiiga polepole desturi mbaya za wale wazazi wao, ijapokuwa walitokomezwa katika jangwa. Sikiliza, pia wakati kanisa la Kirumi liliungana na ibada ya sanamu, hili kanisa ambalo leo linaitwa Katoliki, zamani lilikuwa linaitwa tu kanisa la Kristo, lakini likabadili jina mwaka wa 321 chini ya utawala wa mfalme Konstantino, hapo aliposema ya kwamba tayari mwaka wa 313 anaingiza Ukristo uwe ndio dini ya serikali. Tangu Konstantino alisema mwaka wa 313 ya kwamba Ukristo umekuwa dini ya serikali, pale uzinzi wote wa kipagani ukaingia kanisani. Hapo ndipo kanisa ililala na wafalme wa dunia. Hapo ndipo kanisa ilizini na wafalme wa dunia. Hapo ndipo mwanamke aliyekuwa bikira akawa sasa kahaba. Kanisa la Kirumi lililokuwa la Kristo likageuka kanisa kahaba, na Mungu akaona ya kwamba anatafuta njia zote za kuliponya, lakini haikuwezekana. Ndipo akawaita watu wake watoke ndani yake. Hiyo tutaiona vizuri kesho. Lakini elewa ya kwamba huyu mwanamke kahaba alizini na sanamu. Ibada ya sanamu za kipagani ikaingia kanisani, ikawa sasa limekuwa kahaba kabisa, kama vile Ezekieli anavyosema juu ya Ohola na Oholiba. Kitabu cha Ezekieli 23 mstari wa 7 na mstari wa 30 itatuonyesha namna gani kama vile Ohola na Oholiba walivyozini na Ashuru pamoja na Misri, vile vile
kanisa hili nalo litafikia wakati ambapo linazini kwa kupokea vinyago vya au sanamu za kipagani. Ezekieli 23 mstari wa 7 na mstari wa 30 nayo inasema, akawagawia mambo yake ya kikahaba watu wateule wa Ashuru Ohola ule wote, pia akajitia unajisi kwa vinyago vyote vya kila mmoja wa hao aliyowapenda. Utatendwa mambo hayo kwa sababu umezini na hao wasioamini. Unaona? Kumbe utatendwa mambo hayo wewe kahaba mkuu ni kwa sababu umezini na hao wasioamini. Kumbe ile kutokuwa na kule kuwa na ushirika na wale wasioamini wakakuambukiza machafu yao ukayatia kanisani, huko ndiko kuzini. Anaendelea, na kwa sababu umetiwa unajisi kwa vinyago vyao. Ndio maana mkichunguza kabisa kinachowakilisha kanisa Katoliki la Kirumi ni sanamu ambazo anaweka mbele ya mlango na watu wanakuja wanaziabudu. Watu wanajua ya kwamba zinaweza kufanya chochote. Tutavumbua mambo hayo yote kesho. Tunatakiwa kujua ya kwamba kumwacha Mungu na sheria yake na kwenda kufuata mila na desturi za walimwengu, huo ndio uzinzi wa kiroho. Nadhani ya kwamba umenielewa ndugu yangu. Hebu sasa tuingilie kile ambacho kitatuonya tuelewe sasa huyu mwanamke ambaye anahukumiwa kwa nini? Siku ya kesho tutaona machafu yake yalivyoingizwa moja baada ya nyingine, kiasi kwamba Mungu akamwandalia hukumu, kwa sababu alikuwa tayari amejaza kikombe chake, kwa kuwa kile alichokifanya kilikuwa kimepita maelezo. Twende sasa tuangalie maana ya pili ya vile vichwa 7 vya yule mnyama anayechukua mwanamke huyo.